siku Yesu akirudi mara ya pili atatua mamlaka yote kwa Mungu, na sisi wote tutakuwa tuko chini yake, ikiwa ni pamoja na Yesu. Lakini kwa sasa tunatembea na Yesu mwenye mamlaka yote kama Mungu, ambaye ni mfalme, ni Bwana, ni mwokozi wa maisha. Mamlaka yake yote ya Mungu iko juu yake, na mamlaka ya Mungu iko ndani yetu pia, kwa sababu Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Nikutajia mambo matano namna gani tunatembea au namna tunavyoweza kutembea katika nguvu za Mungu. Jambo la kwanza ni kwa kumwabudu au kumfanyia ibada. Kitu kitakacho kusababisha utembee katika nguvu za Mungu ni kumpa Mungu kipaumbele namba moja. Tunapompa Mungu nafasi ya kwanza, mambo yanakuwa yameshakamilika. Jambo la tatu, utumishi kwa Mungu wenye viwango, wenye kuleta matokeo. Hilo ni jambo litakalosababisha nguvu ya Mungu itembee katika maisha yako. Jambo la nne, hakikisha katika maisha yako umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. La mwisho, maombi. Maombi yanayoweza kufungua maisha ya watu kutoka katika kila aina ya kifungo, lakini pia maombi yanayoweza kututoa mahali tulipofungwa na adui kwa namna yoyote, kwenye ufahamu, kwenye akili, kwenye mwili, na katika kila eneo la maisha yetu tunafunguliwa. Biblia katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 17 na wa 18 anasema, ombeni bila kukoma. Usiache kuomba. Naomba mwambie jirani yako, usiache kuomba. Mwambie usiache kuomba. Omba maombi ya kwako peke yako, omba maombi na familia yako, omba maombi na mkeo, omba maombi na rafiki yako, omba maombi ya aina zote. Mfanyie Mungu ibada wewe pamoja na familia yako, lakini pia mfanyie Mungu ibada wewe pamoja na mkeo kama umeoa au umeolewa, lakini pia mfanyie ibada Mungu peke yako. Uwe na wakati peke yako wa kumfanyia Mungu ibada.